السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني في الله، bado tuendelea na darasa yetu ya tafsiri ya surati al-Waqi'a, na tutamwomba qari wetu Muhammad Yusuf atusomee. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون, katika darasa iliyotangulia tuliweza kuangazia hali tatu ya watu siku ya kiyama, wa kuntum azwajan thalatha, na tukaeleza wanadamu wanapotoka katika makaburi yao siku ya kiyama watagawanywa katika makundi matatu. Fa ashabul maymanati ma ashabul maymana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Na hivi ndivyo Allah alivyowagawanya, na tukaeleza hawa ashabul maymana ni kina nani, na tukaeleza kwa nini wameitwa ashabul maymana. Kwa sababu siku ya kiyama wakifufuliwa watawekwa upande wa kulia wa arshi ya Mwenyezi Mungu, na pia watapewa vitabu vao kwa mikono ya kulia, ndipo wakaitwa ashabul maymana. Kadhalika jana tukaweza kueleza sifa zao hawa ashabul maymana kama ilivyokuja katika suratul Balad, kadhalika kama ilivyokuja katika suratul Haqa. Tukaeleza ashabul mash'ama, kwa nini wameitwa ashabul mash'ama. Tukaeleza ni sababu mbili, kwa sababu siku ya kiyama hawa watawekwa upande wa kushoto wa arshi ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, na pia watapewa vitabu vao kwa mkono wa kushoto, wal iyadhu billah. Na hawa ashabul mash'ama sifa zao zimekuja katika hii suratul Waqi'a, na pia sifa zao zimeangaziwa katika suratul Haqa, na tukaeleza kwa undani. Ama kabla hapo tulieleza wa kuntum azwajan thalatha, watu kugawanywa katika group tatu haikuanza siku ya kiyama. It's not the starting point. Waligawanywa watu wakati wa sakaratul maut, kwa sababu watu wanapokufa wanakuwa ni wenye kugawanywa katika kundi tatu, kama ilivyoangaziwa katika mwisho wa sura, na tutaangazia kwa undani tunapomaliza sura hii. Amma in kana minal muqarrabin farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im, وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. Kwa hivyo wa kuntum azwajan thalatha, siku ya kiyama wamegawanywa kulingana na hali zao walipokuwa wanatoka duniani wanakwenda akhera.
na wao kugawanywa katika makundi matatu wakati wa sakaratul maut ni kulingana na vile watakavyoishi, kwa sababu duniani namna tunavyoishi twaishi katika hali tatu, kama alivyoangazia Mwenyezi Mungu katika suratul Malaika, suratul Fatir, thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat wa kuntum azwajan thalatha. Imeanza vile tunavyoishi hapa duniani. Wa kuntum azwajan thalatha imeendelea katika hali ya sakaratul maut, tunapotoka duniani tunapoelekea akhira. Wa kuntum azwajan thalatha, ndivyo hali itakapokuwa siku ya kiyama. Amma ashabul maimana, sifa zao tumeangazia. Ashabul mash'ama, kundi la pili, sifa zao tumeangazia. Na leo insha Allah tutaangazia as-sabiqun as-sabiqun. Mwanzo kabisa, hawa as-sabiqun as-sabiqun ni wale ambao waliokuwa mbele, na ndio hao waliokuwa mbele. Waliokuwa mbele ni wale ambao watakaokuwa mbele kesho akhira, si wale ambao watakaokuwa hapa mbele duniani. Tufahamu ya kwamba wewe kuwa mbele kesho akhira haijafungamana na wewe kuwa mbele katika mambo ya dunia hapa. Wewe kuwa mbele kesho akhira imefungamana na sifa ambayo Mwenyezi Mungu ametaja baada hii aya moja kwa moja. As-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, ni wale ambao watakaoletwa mbele karibu na Allah. Hasa wale ambao wako karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo hao ndio watakaokuwa katika as-sabiqun as-sabiqun. Na leo insha Allah tutafafanua hii aya kwa undani ili tujue hawa as-sabiqun as-sabiqun wana sifa gani mpaka wakastahiki kuwa karibu na Allah. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema as-sabiqun as-sabiqun, na wale walioko mbele, yani kabisa katika khairi, nao ndio walioko mbele. Was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, hao ndio waliokurubishwa wakaletwa karibu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hali yao ni ipi hawa as-sabiqun as-sabiqun? Ulama wanasema العبد الصالح السابق بالخيرات, huyu mja mwema ambaye yuko mbele katika khairat ndio atakayekuwa mbele kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Hapa duniani hamuhu fi tahsili alhasanat, hamu yake nitapata vipi thawabu zaidi. Wa naili darajat, na vipi nitapata daraja ya juu. Walbu'di 'anil muharramat, na vipi nitakuwa mbali na yale ambayo Allah ametuharamisha. Walqurbu min rabbil ardi was samawati, na vipi atakuwa karibu na Mola wa mbingu na ardhi. Hamu yake kubwa ni hiyo. Sasa huyu ambaye amekuwa sabiquna sabiqun akakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, akiamka asubuhi, hamu yake, leo mimi nitapata thawabu nyingi kiasi gani? Ni lipi la kufanya nipate thawabu zaidi? Hawa as-sabiqun as-sabiqun wakiamka asubuhi wanaulizana, ni lipi la kufanya nipate daraja ya juu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hawa as-sabiqun as-sabiqun wakiamka asubuhi, hamu yao ni lipi ambalo ninalolifanya linalonifanya niwe mbali na Allah, niepukane nayo. Hasa asubuhi akiamka, hamu yake, leo utapata thawabu nyingi kiasi gani? Ni lipi la kufanya nipate daraja ya juu zaidi? Ni lipi ambalo ninalolifanya linakuwa lenye kunivuta nyuma nisiwe karibu na Allah, niepukane nalo. Hamu yao kubwa, vipi nitakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala.
Na kwa nini twasema hii ndo hamu yao kubwa? Kwa sababu hawa tayari Allah anasema washakuwa karibu na mimi. Sasa huwezi kusema utakuwa karibu na Mwenyezi Mungu hata wewe mwenyewe hauna hamu wala hutaki wala hufikiri vipi nitakuwa karibu na Allah. Lazima ianze kutoka kwako. Na kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala ni hamu kila mu'min lazima awe nalo. Na huenda mmoja akajiuliza, vipi nitakuwa karibu na Allah? Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba ukitaka kuwa karibu naye kuna baadhi ya vitendo ambavyo lazima ufanye. Yale ambayo unaona ni ya kawaida hayatakusaidia. Yale ambayo itakayokupatia cheo hapa duniani huenda yasikusaidie kesho akhera. Allah subhanahu wa ta'ala angazia katika kitabu chake anaposema, وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. Si mali yenu ambayo mliokuwa nayo wala si watoto wenu ambayo itakayofanya mwe karibu na sisi. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Allah sema illa man amana. Iman nukta ya kwanza. Amalu salih jambo la pili. Kwa hivyo mtu ukiwa ni mkweli unataka kuwa karibu na Allah na awe katika sabiqun, basi jambo la kwanza awe ni mu'min, aipukane na ukafiri. Aliyemkufuru Mwenyezi Mungu haizi kuwa karibu na Allah. Jambo la pili, imani peke yake haikutoshelezi uwe karibu na Allah, kwa sababu imani ni jambo ambalo lilikuwa lipo katika moyo wako. Lazima uje na vitendo ambavyo vitakavyokusaidia uwe karibu na Mwenyezi Mungu. Na hapa ujue ya kwamba kuna waja tayari wako karibu na Allah, na Allah ashatueleza hawa wako karibu na mimi. Miongoni mwao ni malaika, kama alivyosema Mwenyezi Mungu alivyowasifu almalaikatul muqarrabun katika suratul Nisa. Na mitume tayari wako karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyomsifu Nabillahi Isa wajihan fi dunya wal akhirati wa min al muqarrabin. Na mtu kuwa karibu na Allah inakuwa sababu ya yeye kuwa na nguvu na uwezo wa kupambana na mambo yote yanayomkabili. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alipomtuma Nabillahi Musa kwenda kupambana na Firaun, ilikuwa mwanzo Nabillahi Musa awe karibu na Allah ili apate nguvu ya kuweza kupambana na Firaun. Allah asema wanadainahu min janibi at-turi al-ayman wa qarrabnahu najiya. Hasa alipokuwa karibu Nabillahi Musa na Firaun, alipokuwa karibu Nabillahi Musa na Allah jalla jalalu, ndipo akakuwa na uwezo kukabiliana na Firaun. Na sisi kila siku tunaposwali salatul witr katika Ramadhani hii, katika duaul mashhur ya salatul witr, kuna jumla ambapo tukizingatia tutajua umuhimu wa kuwa karibu na Allah na tutajua maafa ya kuwa mbali na Allah. Anaposema imamu anaposwalisha salatul witr akisema Allahumma hdina fiman hadayt wa afina fiman عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت.
fa innahu la ya'iz, hapati uwezo, hapati utukufu yeyote aliyefanya uadui na Mwenyezi Mungu, haiwezekani. Wala yadhillu man walait, na hadhaliliki alikuwa wali wa Allah, bimaana alikuwa karibu na Allah. Hasa haya ni mambo ambayo yatakana kila mmoja wetu afikirie, ni yapi ya kufanya ili niwe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo nitawaeleza ni amali gani itakufanya uwe karibu na Allah hapa duniani, mpaka uwe katika almuqarrabin, mpaka uwe katika as-sabiqun, mpaka uwe siku unapokufa katika hali ya sakarati al-maut unakuwa ni mwenye kubashiriwa rahma ya Allah, mpaka unapofufuliwa siku ya kiyama unakuwa katika kundi moja na Mtume Muhammad na mashuhada na as-siddiqin kama Abi Bakr. Jambo la kwanza ambalo lazima uwe nayo ikiwa unataka kuwa karibu na Allah ni kumwomba Allah msamaha kwa makosa yako. Huwezi kuwa karibu na Allah, huwezi kuwa katika as-sabiqun ikiwa wewe uko mbali na Allah na una madhambi. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha ya kwamba katika kitabu chake katika suratu Hud, anayemwomba msamaha na kumtubia na kurekebisha mwenendo wake, basi Allah huwa karibu na hupokea dua ya huyu mtu. Nabillahi Salih aliwahimiza watu wake wamtubie Mwenyezi Mungu, akawaamrisha mtubieni Allah na mumuombe Allah msamaha na ni kwa faida yenu. Akawaambia fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Muombeni Allah msamaha, thumma baada hapo tubu ilayhi, mrudieni. Mulikuwa mbali na yeye, sasa njooni karibu na yeye, na kuwa ni mwenye kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala, basi malipo ni kwamba inna rabbi qaribun mujib, Allah huwa karibu na nyinyi, mujibun, anapokea dua zenu. Kwa hivyo hapa tupata faida, anayetaka dua zake zikubaliwe na anayetaka kuwa karibu na Allah amwombe msamaha. Ndio maana waumini wanapotaka kumwomba Allah msamaha, au afwan, waumini wanapotaka jambo kutoka Mwenyezi Mungu, mwanzo huanza kuomba msamaha. Ya Rabbi nisamehe, ya Rabbi nimekukosea, ya Rabbi nifutie madhambi yangu, ya Rabbi nakurudia nipokee. Kisha baada hapo ndo wanauliza wanachotaka. Ya Rabbi nataka hii nipatie, ya Rabbi nataka hili nipatie, ya Rabbi hili mimi silitaki nieposhane na. They put their requests forth until, and that is after they've asked for forgiveness. Na hiyo ndo taratibu ya kuomba dua. Awambia fastaghfiruhu, muombeeni Allah msamaha, watubu ilayhi, na mumrudieni, inna rabbi qaribun mujib, mola wenu yuko karibu na nyinyi, mujibu, na atapokea dua zenu. Kwa hivyo anayetaka kuwa karibu na Allah, mwanzo kabisa muombe Allah msamaha na uachane na yale yanayomudhi Mwenyezi Mungu. Allah atakuleta wewe karibu naye, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atapokea dua yao. Katika kuwa karibu na Allah ni kuwa na huruma na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwafanyia wema waja wa Allah. Kuwa ni mtu wa kufanyia watu ihsani kadri ya uwezo wako. Waweza kumfaa huyu, mfae. Ataka nini? Ataka umsaidie na jambo fulani, msaidie. Au waweza fulani ana shida, waweza kumtatulia shida yake, mtatulie. Inakuwa sababu ya wewe kuwa karibu na Allah unapokuwa na tabia hii ya ihsan. Mwenyezi Mungu asema inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kwa hivyo huwezi kusema wataka kuwa karibu na Allah na wewe hauna huruma na waja wa Allah, wala hujui kumfanyia mtu ihsani.
katika hali mtu kuwa karibu na Allah ni mtu kumtaja Allah kwa wingi, na hii ndo sifa sabiquna sabiqun ulaika almuqarrabun, wanamtaja Allah kwa wingi, tasbih, tahmid, kila aina dhikr, sawa ni istighfar, sawa ni tasbih, sawa ni tahmid, sawa ni takbir, sawa ni tahlil, sawa ni hawqala, sawa ni salatu ala rasulillah, kila aina dhikri wanafanya. Istighfar, astaghfirullah, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illa Allah, hawqala, la hawla wala quwwata illa billah, as-salatu ala rasulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Hii ni sifa yao. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika hadith al-Qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. Allah asema mimi ni vile mja wangu atakavyonidhania, na mimi yuko pamoja na mimi na niko pamoja na yeye. Idha dhakarani, pindi anapokuwa ni mwenye kufanya nini? Mwenye kunitaja. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sasa kule kufanya wema inakuwa sababu ya wewe kuwa karibu na Allah, na mimi nataka hizi amali tuzihisabu pamoja ili tutekeleze. Jambo la kwanza istighfar, jambo la pili tauba, jambo la tatu kufanya ihsani watu. Ngapi hizi? Tatu. Si tunataka tu as-sabiqun as-sabiqun, sio? Ulaika al-muqarrabun, hizi tatu. Jambo la nne kumtaja Allah kwa wingi. Wa ana ma'ahu idha dhakarani, na mimi niko pamoja na mja wangu. Allah sasa niko pamoja na wewe, bimaana yuko karibu na wewe. Idha dhakarani, pindi anapofanya nini? Anaponitaja. Katika mambo amali ya tano, sio? Istighfar, tauba, al-ihsan, kadhalika dhikrullah. Amali ya tano ambayo itakufanya uwe karibu na wewe uwe katika ulaika almuqarrabun ni wewe kutekeleza faradhi. Usichezee faradhi. Jambo ambalo Allah amekulazimisha usicheze nayo. Kuna mambo ambayo ni lazima uyafanye na ni wajibu. Mathalan as-salawat al-khams, mathalan kutoa zaka ya faridha, mathalan zakati al-fitr, mathalan Mwenyezi Mungu amekupa uwezo na una afya, funga Ramadhani, usichezee. Mathalan kwenda haji, hata kama ni mara moja kwa maisha yako, haji al-faridha, una afya, una mali, una nafasi, wachelewa ngoja nini? Mathalan birrul walidain, wazazi uko nao, hii si tafadhali, hii ni lazima kuwafanyia wema wazazi. Mathalan silatu rahim, uko na familia, uko na am, uko na uncles, uko na aunt, lazima uwe na uhusiano na wale, usikate uhusiano. Wapigie simu, wajulie. Wengine huenda ni wakorofi, wasumbufu, lakini ni Allah amekuchagulia, utafanyaje? Kuna wengine wanakufanyia uhasidi, wanakufanyia chuki, lakini ni damu yako, huwezi kuwakata na ni lazima utafanya silatul rahim. Kwa hivyo kuna mambo ya faradhi lazima ufanye. Haya ya faradhi ndo yatakusukuma, yatakukatapult, yatakuvuta uwe karibu na Allah. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asema, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Kwa hivyo yale ya faridha uyafanye. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, wama taqarraba ilayya abdi, na mja wangu hajawahi kujileta au kujikurubisha kwangu mimi ikawa sababu ya kuwa karibu na mimi zaidi ya yale niliyomfaradhishia.
Leo mtu ataswali qiyamul layl atafute lailatul qadr, na mtu aswali salati al-fajr kwa wakati. Katika hizi mbili, salatu al-fajr dakika 10, qiyamul layl ni hours, 4-5 hours, lakini it's not a matter of time. Si masala ya wakati, ni masala ya faradhi na ya ziada. Kwa hivyo mtu kuliko kuswali qiyamul layl mbele Allah afadhali yule anayeswali salatu al-fajr kwa wakati kuliko mtu anayeswali hizo swala za usiku. Kwa nini? Kwa sababu hii ni faradhi. Sijui kama tuelewana. Amali ya 5. Ya 6, usitosheke na yale ambayo ya faradhi, fanya ya ziada, an-nawafil. Aendelea kusema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, na mja wangu atakuwa ni mwenye kufanya yale ya ziada. An-nawafil ni ya ziada. Umeswali swala 5 ya ziada, qabliya, ba'diya. Hii ndo sifa ya as-sabiquna as-sabiqun. Kwa nini? Kwa sababu wao hawajikurubishi kwa faradhi, they go an extra mile kufanya ziada. Ametoa zaka lakini atatoa sadaqa. Ameswali salat al-fajr lakini atahakikisha swali qabliya. Ameswali salat al-isha atahakikisha swali salat al-witr, wa hakadha. Amali ya 5 ya 6 ni kufanya ya ziada. Amali ya 7, kuwa karibu na Allah kwa kusujudu sana. Kwa kusujudu sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika suratul Alaq, wasjud waqtarib, sujudu kwa wingi na uwe karibu na Allah. Na ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Hakuna sehemu ambapo mja huwa karibu na Allah kama hali ya sujudu. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam siku moja alipokuwa yojiandaa kuswali au nashaandaliwa maji na kila kitu, akafurahishwa mno na yule sahaba alivyomhudumia. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, alaka haja, una jambo ungependa nikufanyie? Ya Rasul akwambia, tell me, kuna jambo? Yule mja akaona this is a golden opportunity. Ar-Rasul amwambia, nikuombe nini? Nikuombe nini? Yani wallahi tungepata hiyo fursa, tungepata hiyo fursa. Akamwambia, nikuombe nini? Yule mja akafikiria, yule sahaba akasema, ya Rasulullah, mimi nataka niwe rafiki yako katika janna, niwe pamoja na wewe. Ar-Rasul akamwambia, aw ghaira dhalik, is there anything else? Ambia, la, hilo nataka. Basi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwashiria kwamba hilo mpaka uwe karibu na Allah ndio utakuwa pamoja na mimi, na ili uwe pamoja na mimi ni tupate kuwa pamoja, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, wewe nisaidie kwa kumsujudia Allah sana, uwe karibu na yeye. Wasjud waqtarib. Amali ngapi hiyo? 7, sio? Amali ya 8 ambayo itakayofanya uwe karibu na Allah, uwe katika muqarrabin, ni uwe ni mtu wa kuomba dua kwa wingi. Kwa nini? Kwa sababu dua inamfanya Mwenyezi Mungu awe karibu na wewe. Ajibu wallahi. Kuomba na kumwomba Allah inakufanya uwe karibu na yeye, na Mwenyezi Mungu huwa karibu na wewe. Lakini bilaks, ukimwomba mwanadamu inamfanya awe mbali na wewe. Na usimlaumu mwanadamu akiwa mbali na wewe. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni marzuq, yeye ni makhluq. Na usishangae na Allah
unapoomba huwa karibu na wewe, kwa sababu yeye ndo al-Khaliq, yeye ndo ar-Raziq. Wabilaks, hasa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba katika njia ya wewe kuwa karibu naye na katika njia al-muqarrabin, sifa zao ambao ndo baadaye wanakuwa ni as-sabiqun as-sabiqun, wako na tabia kumwomba Allah sana. Allah sema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Sifa nyingine ya kuwa karibu na Allah katika sifa al-muqarrabin, ambayo itakuwa sababu ya wewe kupata rahma za Allah na uepushwe na adhabu yake. Mutashangazwa, lakini ni wewe kuwa karibu na watu. Usijifanye uko juu. Ukijifanya uko mbali na watu, wala hutaki watu wawe karibu na wewe, na wajiona mimi niko juu ya watu, basi wewe utakuwa mbali na Allah. Lakini unapokuwa karibu na watu, basi utakuwa karibu na Allah. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu ala an-nar au biman tahrumu an-nar alayhi. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam aliambia masahaba, je, nisiwaeleze ni nani ambaye moto wa jahannam itawekwa mbali na yeye na atakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala? Qala tahrumu an-nar ala kulli hayyin layyin qaribun sahl. Vile unavyotaamaliana na watu, Mwenyezi Mungu, ar-Rasul asemaje? Hayyin layyin qaribun sahl. Ay bimaana wewe uko karibu na watu, hayyin simple, sahl mambo yako ni easy, alafu you make things easy for people. Kufanya watu mambo sahali. Ankuja na mtu aweza kufanya, you don't make a big deal, waweza kufanya ufanyie mara moja. Mtu atakuzungumza nayo, wampatia wakati. Hasa hii inakufanya uwe karibu na Allah unapokuwa karibu na watu. Qala tahrumu an-nar alayhi, akuwa na subra katika kudil na watu. Allah sema huyo nar ni haram kwake. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Kullu hayyin layyin qaribun sahl. Hayyin, easy going. Layyin, very soft, kind. Qarib, yuko karibu na watu. Sahl, mambo yafanya mambo madogo. Ile kusahilisha watu mambo, yani kuna baadhi ya mambo muumini hafai kuwa mchoyo. Na hapa nitoe nasiha. Aiza kuja mtu kwako na ana jambo na ni jambo kubwa kwake, na wewe kwako ni rahisi umfanyie. Kwako ni kitu kubwa, kwake ni kitu kubwa, na wewe labda ni simu tu ushammalizia, ama ni kalamu wa sign tu ushammalizia. Usikose kufanya hivyo. Usikose kufanya hivyo. Siku Allah amekupa fursa, akakupa uwezo, amekuja mtu kwako na ana haja na ni jambo kubwa, na wewe kwako ni rahisi, usifanye uchoyo. Kuwa sahal, easy going, layyin, soft, qarib, uwe karibu na watu. Natija yake ni nini? Asema Rasul, tahrumu an-nar alayhi, huyu moto wa jahannam ni haram kwake. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Wakati uruhusu hawa al-muqarrabun wamejikurubisha kwa Allah kwa kufanya mambo ambayo inayofanya we karibu na Allah. Tumetaja sujud, ad-du'a, dhikr, al-faraidh, an-nawafil. Na pia hawa wamekuwa karibu na Allah kwa kuwa wao hawako karibu na baadhi ya mambo. Asema hii mimi si karibu naye, nakaa mbali naye kwa sababu Allah hapendi.
Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa karibu na Mwenyezi Mungu na ni katika sabiqun. Na sisi ili pia tuwe katika sabiqun, ulaika almuqarrabun, walikuwa karibu na Allah. Kuna baadhi ya mambo lazima uwe mbali nayo, usiwe karibu nayo. Kuna baadhi ya mambo waweza kufanya ukakurubia ikakuangusha. Kama vile kuna baadhi ya mambo ukikurubia itakunyanyua na utakuwa karibu na Allah. Kuna baadhi ya mambo ukikaribia itakuangusha na utakuwa mbali na Allah. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia nabillahi Adam na mama yetu Hawa, wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin. Allah mwambie baba yetu Adam na mama yetu Hawa, wala taqraba hadhi, musikaribie mti huu, don't come near it, fatakuna min adh-dhalimin, na nyinyi mtakuwa katika madhalimu, na itawafanya mkikaribia huu mti itafanya muwe mbali na mimi. Hasa hapa muumini yajua ya kwamba kama vile kuna baadhi ya mambo inakufanya uwe karibu na Allah ukikaribia, wabilaks kuna baadhi ya mambo ukikaribia itakufanya uwe mbali na Allah. Kwa hivyo usifanye yale ambayo yanayokufanya uwe karibu na Allah ukayafanya, na yale ambayo ukikurubia karibu na Allah inakufanya urudi nyuma. Lazima yaende kwa pamoja. Narudia tena, lazima yaende kwa pamoja. Yale ambayo Allah inakufanya uwe karibu na Allah, fanya. Yale ambayo ukikaribia kufanya uwe mbali na Allah, usikaribie. You have to do these things together. Wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin. Na kila mtu kuna shajara, kuna mti katika maisha yake. Kuna baadhi ya mambo katika maisha yako wewe mwenyewe yanakuzunguka, kwa sababu hali ya mtu hutofautiana. Kuna mfanyabiashara akikaribia riba itafanya nini? Itamfanya awe mbali na Allah. Sijui kama tuelewana. Sasa katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni mwenye kutuamrisha tusikuribie, pia ni machafu. Allah sema wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa saa sabila. Allah sema usikaribie zina, usikaribie. Ukikaribia zina utakuwa mbali na mimi. Hasa hawa as-sabiqun ulaika al-muqarrabun waliepukana na mambo ambayo wakikaribia itafanya wawe mbali na Allah. Wakafata amri ya Allah, wala taqrabu zina, hawakukaribia. Kadhalika zina imetajwa kwa jumla tu, imetaja kama zina, lakini kuna aya nyingine imetaja machafu kwa jumla, kwa sababu sasa tuko zama katika LGBTQ class. Zina ni mwanamume kumwendea mwanamke ambaye si halali yake, lakini siku hizi tuna ziada, kuna plus. Hasa pia hayo usikaribie, ni machafu. Allah sema wala taqrabu alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Enyi waja wangu, msikaribie machafu. Allah alikuwa yajua haya yatakuja, ndio maana hakutaja zina peke yake, akataja mengine, akayataja kwa jumla, japokuwa haikutajwa katika Qur'ani. Mambo ya liwat, usikaribie liwat, Allah hakusema, lakini wala taqrabu alfawahisha, liwat usenge unaingia. Mwanamke kumwendea mwanamke, lesbianism, haikutajwa katika Qur'an, lakini yaingia katika aya wala taqrabu alfawahisha. Hasa anaitaka kuwa karibu na Allah, as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, hizi fawahish usikaribie, kwa sababu itakufanya uwe mbali na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo ambayo Allah ametuambia tuepukane nayo ni ushirikina, kwa sababu ushirikina itakufanya uwe mbali na Allah kabisa. Kutaamaliana na shirk
na uchawi na majini na uganga na sihri yatakufanya uwe mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema fajtanibu, epukaneni nayo. Fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur. Katika mambo ambayo yatakufanya uwe mbali na Allah, yakwambia epukaneni nayo, usikaribie, ni shirk na masanamu. Kadhalika kutoa ushahidi wa uongo. Wale ambao wanaofanya ushirikina walipoulizwa Abu Lahab na Abu Jahal, wakiulizwa man khalaqa as-samawati wal ardi, la yaquluna Allah. Hasa wao wakaulizwa, kwa nini nyinyi muendelea kumshirikisha Mwenyezi Mungu? Wasema hawa masanamu tunaoabudu ni njia sisi kuwa karibu na Allah. Allah eleza katika suratu Zumar, walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Hao wenye kufanya sihiri na uchawi na mizimu na kuenda kuabudu masanamu, wao wanaona kwamba hii ni njia kuwa karibu na Allah. Sasa hapa tupata kujua ya kwamba kuna watu wanataka kuwa karibu na Allah, lakini wamekosea njia kuwa karibu na Allah. Na yeyote ambaye atakaye kuwa karibu na Allah ama ataka kuwa karibu na Allah, basi suluhisho iko katika aya moja. Ili ujue hili jambo litanifanya niwe karibu na Allah ama nisiwe karibu na Allah. Bali ulama wameita ayatul ibtila. Hii ndo aya yenye kutest, ambaye itadetermine kama wakuwa ni mwenye kuingizwa janna ama ni mwenye kuwa karibu na Allah ama kuingizwa na. Wale ambao wanaodai wanataka kuwa karibu na Allah, tumpenda Allah, Allah amesema mwanipenda, wataka kuwa karibu na mimi, basi njia ni moja. Njia ni ile njia iliyokuja naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Khulasat alqawl, nyinyi mwataka kupendwa na Allah na mwadai kwamba mwampenda Allah na mwadai ya kwamba mwataka kuwa karibu na Allah, fattabi'uni, nifateni mimi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah atakupenda. Kwa hivyo mtu yote ambaye anayetaka kuwa karibu na Allah aepukane na sababu ambazo hazijakuja nazo, hatujafundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ukisema hii njia itanifanya niwe karibu na Allah, tutakuuliza, je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha ama hakutufundisha? Atasema naam, ar-rasul ametufundisha. Tutamwambia sawa, toa aya ama hadithi. Sasa mmoja akiambia mimi lazima nisujudu sana, utasema naam, ar-rasul amesema na Mwenyezi Mungu amesema fasjud waqtarib. Akisema la, mtume hakutufundisha, tutawaambia wewe ni muongo, kwa sababu njia moja ya kuwa karibu na Allah ni njia aliyokuja naye mtume wake, kwa sababu ni yeye peke yake alikuwa akipata wahi, hakuna mwingine Jibril alikuwa akishuka juu yake. Kwa hivyo hii kwa jumla ndio njia sabiquna sabiqun. Lakini mwataka niongezee faida. Hawa as-sabiquna sabiqun hawawi ni wenye kukirimiwa siku ya kiyama wakaletwa karibu na Allah. Hawa sabiquna sabiqun katika hali yao lazima tujue ya kwamba kuna khairi wanapata hapa duniani kabla al-akhirah. Hawa sabiquna sabiqun kuna khairi walipata duniani kabla al-akhirah. Na hadithi moja yatupa taswira ya hawa as-sabiqun namna wanavyoishi hapa duniani. Baada ya kujitolea mhanga, kumtaja Allah kwa wingi, kuomba dua, kumtubia Allah, kumomba msamaha,
kumsujudia kwa wingi, kufanya faradhi, kufanya nawafili ya ziada, kuomba dua kwa wingi. Hawa muqarrabun ambao ni as-sabiqun, kuna khairi hupewa hapa duniani kabla al-akhirah. Khairi gani? Imekuja katika hadith, asema ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadithi al-Qudsi, kwamba Allah asema, inna Allah qala, Mwenyezi Mungu asema, man aada li waliyan faqad adhantu bil harb, anayemudhi wali wangu. Na wali ni yule aliyekuwa karibu na Allah, na huyo amekuwa karibu na Allah kwa kufanya yale ambayo Allah amemwamrisha, akawa ni katika sabiqun. Allah asema, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kuna mtu katika sabiqun almuqarrabun alwali min awliya illah, Allah asema, wacha kumkosea, wacha kumpiga, wacha kumtukana. Huyu ambaye yuko karibu na mimi ukimfanyia uadui, Allah asema mimi na wewe ni maadui. Allah yuwakasirika kwa niaba yake. Bali Allah asema, man aada li waliyan, anayemudhi na kumfanyia uadui wali wangu, faqad adhantu bil harb, kuna vita baina mimi na yeye. Yani Allah yuwakasirika kwa ajili yako. Allah hataki kuudhiwe. Bali anayekukosea kwa dhulma, Allah asema mimi na wewe nina vita maadamu umemkosea huyo. Ya subhanallah, ma yani ya laha min karama. Kabla hujakarimiwa siku ya kiyama, wakirimiwa hapa duniani, ya kwamba Allah yuwaonya mtu asikukosee. Bali wacha asikukosee, asikufanyie uadui, asije akakukosea. Kwa sababu anayekukosea na wewe uko karibu na Allah, Allah yuwakasirika kwa ajili yako. Yani subhanallah, man ant, wewe abd faqir, Allah yuwakasirika unapoudhiwa. Subhanallah. Ni daraja si daraja? Wallahi ni daraja. Na kuna watu wanakuwa ni wenye kuangamia, akisema hatujui shida imeanza wapi, mimi kila kitu nafanya sifanikiwi. Huenda labda alimkosea wali wa Allah na hajui. Na hao wali wa Mwenyezi Mungu hawana alama, huwezi kusema huu ni wali. Ni siri iliyoko baina na Allah. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله يوابينه. hasa السابقون أولئك المقربون wanapendwa na Allah. Na hawa wakishapendwa na Allah, faidha ahbabtahu, na pindi nitakapompenda Allah yukushika na kukuongoza kisawa sawa. Kila siku asema ihdina siratal mustaqim, hiyo siratal mustaqim, ihdina kule kuongoza itapatikana. Utaongozwa vipi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, yani masikio ya huyu wali wa Allah hasikizi yale ambayo yanayomudhi Mwenyezi Mungu, akisikiza ni mambo ambayo yanamfurahisha Mwenyezi Mungu. Allahumma ja'alna minhum. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, na macho yake huyu wali wa Allah haangalii wala hatumii macho yake isipokuwa yale ambayo yanamfurahisha Mwenyezi Mungu. Allahumma ja'alna minhum. Wa yadahu allati yubtishu biha, na mkono wake Mwenyezi Mungu amuongoza, mkono wake hagusi yale ambayo Mwenyezi Mungu hajamruhusu. Hali ya haramu, hachumi cha haramu kisichokuwa chake hachukui, hamgusi mwanamke wa haramu, hampigi mtu kwa dhulma. Mkono huu umeongozwa na Mwenyezi Mungu. Allahumma ja'alna minhum. Wa rijluhu allati yamshi biha, na huyu as-sabiq al-muqarrib al-wali min awliya illah, miguu yake hayatumii isipokuwa kwa njia inayomridhisha Mwenyezi Mungu. Allahumma ja'alna minhum. Kwa hivyo anakuwa chini ya ulinzi wa Allah. Anayemkosea basi yule asema wewe umenifanya hivi, sawa, mimi nimemwachia Allah. That is the worst thing that someone can tell you. Mimi sina shida, wewe nakuachia Mwenyezi Mungu.
Hiyo ndo hatari kubwa ambayo mtu aweza kukuambia maneno mazito yakitoka kwa mtu uliyemkosea. Ambia mimi sina shida na wewe. Mimi umenifanyia hivi si wewe. Mimi namwachia Allah. La ilaha illa Allah. La pili, apendwa. La tatu, aongozwa. Hizi ni zawadi yapewa al-muqarrib, al-wali min awliya illah. Na la nne, sikiza, wa in sa'alani la u'tiyanna. Akinyanyua mkono kwangu akasema ya Allah, Allah sema nampatia. Na kulikuwa watu, baadhi ya watu walikuwa kishuku kwamba huu ni wali wa Mwenyezi Mungu, kiasi cha kuwa zama za sahaba na wanaokuja baada yao, mvua ikikosekana walikuwa kimtafuta yule mtu ambaye njoo omba Allah shukishe mvua. Watu wote wameomba, yeye akinyanyua kabla hajashukisha mvua hushuka. Hii ndo zawadi al-muqarrabun. wa in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adhani la u'idhanna. Na akiomba ulinzi na akitaka nimlinde kutokana na jambo lolote, Allah sema I give him my full protection. Ana ulinzi wa Allah. Watu wambabaisha, wamshtua, hana wasiwasi, sasa inna ma'i ya rabbi, Allah yuko na mimi. Dunia yote watu wakikusanyika dhidi yake, Allah atasimama naye. Hizi ndo zawadi anayopata mja wa Allah akiwa ni katika al-muqarrabin. Na hii zawadi haitaishia hapa duniani, pia kifikiwa na mauti. Fa imma in kana min al-muqarrabin farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Atoka duniani ambaye ni raha tupu inakusubiri, usiwe na hofu. Ya rabbi ja'alna minhum ya rabbi, ya rabbi ja'alna. Farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Na siku ya kiyama, as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Waambie hawa Allah anasema mwanzo walete mbele ya arshi yangu, walete mbele yangu hawa. Na hii haipatikani illa kwa mujahadati nafs. Na wallahi katika khairi yote unayoyafanya, wallahi thumma wallahi, katika khairi yote unayoyafanya, hakuna khairi ambayo iliyokuwa bora zaidi kuliko khairi ambayo itakayokusababisha uwe karibu na Allah. Na kama wajua katika maisha yako kuna jambo linalokufanya uwe mbali na Allah, epukana nayo, because you're missing out. Kuna mengi ambayo wakosa hapa duniani. Dua zako hazikubaliwi. Wamomba Allah kulinde kutokana na watu, lakini haupati ulinzi. Wataka uongozwe, ihdina siratal mustaqim, hupati. Kwa hivyo hii as-sabiquna as-sabiqun, watu wamejitolea mhanga, wakafanya bidii mpaka wakaweza kuingia katika kundi hii. Na mwongozo nimewapatia. Kuna mambo yatakufanya uwe karibu na Allah, fanya. Kuna mambo yatakufanya uwe mbali na Allah, usikaribie. Haya yatakuwa sababu ya wewe kuwa karibu na Allah. Tumomba Allah tujalie miongoni mwao. Sasa tumeangazia hawa ulaika al-muqarrabun, hawa ni khairi gani hufanywa duniani, dua zao hukubaliwa. Na tutaangazia baadaye mauti inapokuja wameandaliwa nini hawa sabiquna sabiqun. Lakini baada hii aya ulaika al-muqarrabun, Allah yueleza namna watakavyopokewa siku ya kiyama. Baada hii aya ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatun min al-awwalin wa hakadha. Tutaangazia katika darasa inayokuja namna watakavyopokewa siku ya kiyama as-sabiquna as-sabiqun. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحسنتم وجزاكم الله خيرا.